Kwa jina naitwa Steven Robert Kiswaga. Nataka nigusie swala moja tu la kuchinja, umeligusia hapa hivi. Ndio. Ila mimi swali langu lilikuwa la muda mrefu kidogo. Leo hii kuna teknolojia za kisasa za uchinjaji, na ile hafla kuna Wakristo na Waislamu. Kwenye ule uchinjaji ikapita kwenye ile teknolojia ya kuchinja ambayo vimechinjwa na mashine, na imechinjwa katika haijafuata utaratibu wala nini, imechinjwa tu na mashine ikaletwa tukala. Je, inaruhusiwa hiyo kisheria kwa Waislamu tule au tusile? Swali langu ndio hilo. Haya bwana, hii ndio raha ya Tanzania jamani, mnasemaje? Huyu ni Steven, ni Mkristo bila shaka, lakini kabla hata sijamjua dini gani nilikuwa namshika mabega hivi na bado nimeendelea kumshikilia. Huu ndo Utanzania, na dini yetu tukufu ya Uislamu haijatufundisha kuwabagua wasiokuwa Waislamu. Inatuambia tuishi nao kwa wema na ihsani, tusaidiane kama hapa nilivyosema, kwenye msiba tusimame nao, maturubai tufunge, mizigo tulete, chakula tupeleke, pale panapoingia mambo ya dini turudi, kwa sababu haturuhusi kushiriki mambo ya dini kama ambavyo na wao hawaruhusi kushiriki mambo ya imani ya kwetu. Swali lake, siku hizi teknolojia imebadilika. Wazungu wametuletea mashine za kisasa za kuchinja. Uislamu unasemaje juu ya kula mnyama au nyama ya mnyama aliyechinjwa kwa mashine za kisasa? Wanawachuoni wa zama hizi kichinjo hicho wamekikataa. Kwa nini? Wanasema kuna mambo makuu mawili hapo. Jambo la kwanza, kichinjo cha aina hiki cha kumchinja mnyama kwa kutumia mashine za umeme, kwanza mnyama anateswa, anapigwa umeme, na Mtume anasema wa idha dhabahtum fa ahsinu dhibha, na mkichinja chinjeni kwa uzuri na kwa uwepesi, mumpumzishe yule mnyama, msimtese. Jambo la pili, Kiislamu nyama anachinjwa kuanzia hapa au hapa. Sisi tunachinja hapa jamani. Naogopa kumtolea mfano Steven kwa sababu baadhi ya wasiokuwa Waislamu wanasema Waislamu bana watu wachinja sana. Huyu Muislamu namtolea mfano, inamisha shingo shehe. Allah kubariki, na kichwa nimekushika leo. Allah kubariki, sema amin. Jamani, mnyama Kiislamu basi shehe, sikuchinji. Anachinjwa hivi au anachinjwa hivi? Kwa juu, kwa chini? Hao wanyama mashine na wapiga wapi? Angalieni, anapigwa juu. Kwa hiyo uchinjaji wa kisasa kupitia mashine za kisasa ina shubha ndani yake na mashaka ndani yake na utata ndani yake. Waislamu tuwe makini na vitu kama hivyo. Ndio kuuliza maswali kwa uchache tu. Unafahamu shehe? Shehe namuonaga tu mtandaoni. Sema sijafuatiliaga, lakini nikipita mtandaoni naonaga tu maudhui yake. Kitu gani kimekuvutia mpaka umeona hapa kaja na wewe pia umekuja? Kilichonivutia, shehe huyu anakuja hapa na shehe wetu yule wa pale pia akaja kutusipa hapa gereji kwamba tuje kwa shehe yetu hapa, na pia nilikuwa mmoja tu wa swali unaoenda naye tu nimuulize hilo swali. Kwa hiyo sio Muislamu? Naam, Muislamu. Sasa shekhe, tumemaliza upande wa wewe kuulizwa swali. Na sasa hivi ni zamu yako kuuliza maswali kwa watu waliopo hapa, na jamani, maswali ambayo atakayouliza shekhe atatoa zawadi kwa yule ambaye atakuwa amepatia. Karibu sana. Uko tayari? Niulize sasa mimi? Haya, ila mashekhe, maustadhi, maimamu japo watakosa zawadi, lakini watusamee. Mnasemaje? Waumini mnasemaje? Mashehe wawemo? Wanaosema mashehe bana tuacheni kidogo leo, mkono juu tuwaone. Wanaosema mashehe wetu tuacheni kidogo leo. Unaona habari hiyo? Hebu mpe maiki mzee wa Yanga watuambie hapa. Nilikuwa nakwambiaje? Ukiuliza maswali ambayo shehe kila kitu anakijua, kwa sababu maswali yote utakayouliza wameyasoma na wanayajua. Basi mimi niombe kwa heshima na taadhima, wamekuja kunipa kampani shekhi mwenzao, wanajua, na mimi kuwauliza wao naona kama nawavunjia heshima. Ndio. Kwa hiyo watusamee wao, mimi na wao tusaidiane kuuliza maswali. Hili la kwanza mimi naliuliza, la pili tunapeleka maiki kwa Sheikh Isa. Sasa. Kutoka kwa Sheikh Isa atawapa na mashehe wenzako, kuna shekhe, kuna shekhe, kuna shekhe, sawa?
Ni nani anayeweza kutuambia hadithi niliyoisoma ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alisema wallahi hajaamini, wallahi hajaamini, wallahi hajaamini mara 3. Maswahaba akauliza, nani huyo ambaye hajaamini kiasi hicho? Mtume kajibu nini? Nataka vile vile alivyojibu Mtume. Mwenye kuweza aje hapa. Sheikh jaribu bwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Hafidhi Muhammad Kiga. Nilikuwa yule Myahudi hajaamini kwamba Mtume alikuwa na kibarua cha kutoa ule uchafu pale. Umechanganya story. Naam. Habari ya Myahudi nyingine na huyu ambaye Mtume kamwapilia mara 3 kwamba hajaamini ni mtu mmoja kuhusu majirani. Kafanyaje? Nilikuwa muongeze hapo katikati. Basi sawa. Uso shewe. Sio shehe, njoo hapa kama sio shehe. Njoo kae kwa mzee wa Yanga hapa. Mtume alisema wallahi mara ya kwanza, wallahi mara ya pili, wallahi mara ya 3. Maswahaba zake walimuuliza, wallahi hiyo ikoje? Mtume akasema, yule ambaye anawafanyia shari majirani zake, ambaye anawafanyia vibaya majirani zake, kwa hiyo ndo mtu wa Mtume akasema hatosalimika. Haya jamani, jibu hakulitoa kwa asilimia zote, kidogo amejaribu. Mnasemaje, tumpe zawadi au bado tuendelee kumtafuta mtu? Apewe katibu, nipe bwana, nipe zawadi hapo moja eti hapo tumpe bwana. Sheikh nauli hiyo bwana. Shukrani. Takbir. Mtume anasema jamani, wallahi hajaamini, wallahi hajaamini, wallahi hajaamini. Wakauliza maswahaba, ni nani huyo ewe Mtume wa Mungu? Akasema, yule ambaye majirani zake hawapati amani na salama kutokana na kero zake. Tuhifadhi hiyo. Shaisa, maiki kwako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Swali langu nataka niulize Shekhe aliposema kuwa mashine za kuchinja huwa zinachinja kisogoni ambazo zinamtesa mnyama, uchinjaji ambao si wa kisheria na mnyama anakuwa hafai katika kuliwa, manake si halali. Uislamu ukaruhusu kuchinja kutumia kolomelo yake ambayo kwenye koo. Swali langu nauliza, je, faida ya kuchinja kupitia kolomelo faida yake ni nini kwa mnyama? Jamani, Shaisa hana huruma. Swali gumu kweli kweli hiyo. Nataka ipatie napata 10,000. Kishki TV, nuru ya dini yako.